Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim katika sura ya 3 Al-Imran aya ya 96 mpaka aya ya 97. Anasema inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin. Sadaqallahu al-azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa iliyowekwa katika mgongo wa ardhi ili watu ndani ya nyumba hiyo wapate kumuabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyumba hiyo ni Al-Masjidul Haram, Al-Kaaba, iliyopo katika mji mtakatifu wa Makka, yenye baraka ndani yake na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Mwenye kuingia ndani ya nyumba hiyo anakuwa yeye yupo katika amani. Ndani yake pia kuna alama za kuonyesha ukongwe wa nyumba hiyo na utukufu wa nyumba hiyo. Miongoni mwa alama hizo ni pale mahali alipokuwa anasimama Nabii Ibrahima alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwenu ibada ya hija kwa mwenye uwezo wa kwenda kuiendea nyumba hiyo. Yule mwenye kuwa na uwezo wa kwenda katika nyumba hiyo na asiende, hakika mtu huyo atakuwa amekufuru. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni tajir, si mwenye kuwahitajia walimwengu. Watukufu wa Islam, aya hii ilimshukia Mtume sallallahu alayhi wasallama wakati wanawazuoni wa Kibani Israila walipowaambia Makureish na Waarabu wote kwa ujumla ya kwamba nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mgongo wa ardhi na iliyokuwa tukufu kabisa ili watu wapate kumwabudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nyumba hiyo, wanawazuoni wa Kibani Israil waliwaambia Makuraish na Waarabu wote kwa ujumla kwamba nyumba iliyokuwa ya kwanza na iliyokuwa tukufu ni Baitul Maqdis iliyopo huko Palestina. Wakawaambia hii ndiyo nyumba iliyokuwa ya kwanza na ndiyo iliyokuwa tukufu. Waarabu wote wakanyamaza kimya, hawakuwa na la kusema, kwa sababu wao walikuwa wanaitakidia kwamba lolote linalosemwa na hawa Bani Israel jambo hilo ni sahihi, kwa sababu hawa ni watu waliokuwa na uzoefu wa unabii na utume na wahai. Vitabu vingi vilikuwa hawa tayari vimekwisha wateremkia. Taurati, Zaburi na Injili zilikuwa kwao zimekwisha teremshwa vitabu hivyo, na manabii wengi na mitume wengi walikuwa tayari wamekwisha fika kwao, mpaka yule mtume wa mwisho aliyekuja kuufunga mlango wa unabii katika tumbo la Nabii Yaqub alayhi salatu wasalam, Nabii Isa alayhi salatu wasalam alikuwa tayari amekwisha fika katika ulimwengu. Na hawa Waarabu hawa ilikuwa bado hawajafikiwa na mtume, ndiyo kwanza wamejiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa bado hawajafikiwa na kitabu, ndiyo kwanza Qur'ani inaendelea kuteremka kwao. Na walipokuwa wao hawa Makureish wanataka kujua juu ya jambo lolote lile,
linalohusiana na unabii na utume na wahai. Walikuwa wanafunga safari kuwaendea wanawazuoni wa Kibani Israeli kwenda kuwauliza. Kwa sababu gani wanakwenda kuwauliza wao hawa wanawazuoni wa Kibani Israeli? Ni kwa sababu wao ni watu waliokuwa na uzoefu wa unabii na utume na wahai. Walikuwa wanafunga safari wanakwenda kuwauliza wale wanawazuoni wa Kibani Israeli. Walipotaka kujua kwamba kweli Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, Makuraish na Waarabu wote kwa ujumla, baada ya kufanya juhudi zote za kumzuilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ya unabii na utume isiendelee, wakakuta ya kwamba kila siku anazidi kunawiri, Uislamu unapata nguvu, makundi kwa makundi watu wanaingia. Hila zote wameshafanya, mikakati yote waliomwekea, wanamuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazidi kunawiri, Uislamu unaendelea, watu wanaingia katika Uislamu makundi kwa makundi. Ikabidi Makuraishi wakae chini sasa, waende wakatake msaada kwa wanawazuoni wa Kibani Israeli. Likatumwa kundi liende kule Madina, kule ndiko walikokuwa wanakaa wale wanawazuoni wa Kibani Israeli. Waende wakawaulize wanasemaje juu ya huyu mtu anayeitwa Muhammad. Huyu kweli huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na kweli Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walipofika kule kwa wanawazuoni wa Kibani Israila, wakawaambia ya kwamba mwasemaje nyinyi kuhusu huyu mtu anaitwa Muhammad, anayesema yeye kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu na anateremshiwa kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nyinyi mwasemaje? Kwa nini wanawauliza hawa wanawazuoni wa Kibani Israeli? Ni watu waliokuwa na uzoefu wa unabii na utume na wahai. Wanawazuoni wa Kibani Israeli wakawaambia Makuraish, nendeni mukamuulize maswali matatu tu huyo Muhammad. Akiyajibu maswali hayo kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na akishindwa kuyajibu maswali hayo matatu atakuwa yeye ni mrongo na ni mzandiki. Lolote mtakalotaka nyinyi kumtenda, nyinyi mtendeni tu. Walikuwa wanaelewa wale wanawazuoni wa Kibani Israeli ya kwamba yale maswali matatu hakuna anayeweza kuyajibu. Lazima huyo atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anapokea wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Maswali hayo matatu hakuna anayeweza kuyajibu. Ni lazima mtu huyo atakuwa yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anapokea wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wakawaambia kwamba swali la kwanza, nendeni mukamuulize akuambieni juu ya habari ya vijana wa pangoni, habari yao ilikuwaje? Qur'ani imewataja kwa jina la Ashabul Kahfi, nendeni mukamuulize akuambieni habari yao ilikuwaje. Habari yao ni habari ambayo inahusiana na wao Bani Israel katika historia ya vitabu vyao, manabii wao na mitume wao. Habari hii ni ngeni kwao Waarabu, hawaijui.
nendeni mkamuulize, aeleze, aseme. Swali la pili, nendeni mkamuulize akuambieni juu ya habari ya yule msafiri mwenye nguvu aliyesafiri kutoka mashariki ya ardhi mpaka magharibi yake. Qur'ani imemtaja msafiri huyu kwa jina la Dhulqarnain. Nendeni mkamuulize. Wazungu wanamuita huyu pasha, huyu Dhulqarnain, wazungu wanamuita pasha. Sasa wanawaambia ya kwamba nendeni mkamuulize aseme habari ya mtu huyu. Huyu ni mmoja katika watu waliokuja katika dunia, katika zile falme kubwa 4 zilizokuja katika dunia zikatawala dunia. Huyu ni mmoja katika wafalme wao hao. Huyu ni Muislamu na ni mcha Mungu. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa Babeli, wazungu wanauita Babylon. Qur'ani imeutaja kwa jina la Babila. Kiswahili tunasema Babeli. Katika ufalme huu walitokea wafalme wakubwa 4. Wa kwanza ndiye Namrodh bin Kanaani, wa pili Nebukadreza, wa tatu Evel Mordaki, wa 4 Belshaza. Wafalme hawa wote 4 waliotokea katika ule ufalme wa Babeli ndio ufalme wa kwanza uliokuwa mkubwa katika dunia uliokuja kusimama. Wote hawa walidai uungu, kwamba wao ni miungu waabudiwe. Alafu ukaja ukasimama ufalme wa Waajemi na Waamedi. Katika ufalme huu nako pia walitokea wafalme 4. Wa kwanza ndiye huyu Dhulqarnain, na ufalme huu wazungu wanauita Mindo Pasha. Mfalme wa kwanza ndiye huyu Dhulqarnain, wazungu wanamuita pasha. Huyu ndiye aliyeujenga ule ukuta uliokatisha katika maeneo ya China mpaka katika maeneo ya Kisovieti ya Urusi ya zamani. Ule ukuta umekatisha kule. Aliujenga huyu Dhulqarnaini alipotembelea maeneo yale ya mashariki ya mbali. Alipofika kule, wenyeji wa maeneo yale wakamwambia Dhulqarnaini, kutokana na ilmu yako tusaidie kuwazuia hawa Yajuju wa Majuja. Qur'ani inaeleza ya kwamba Dhulqarnaini aliwaambia, atuni zubura alhadidi, nileteeni basi vipande vya chuma, hatta idha sawa baina sadafaini. Akawaambia wavichukue vile vipande vya chuma, wavipange baina ya milima miwili. Baina ya mlima na mlima kuna kuwa na bonde. Wavipange vile vipande mpaka vifikie usawa wa milima viwili. Qala thumma nfukhu, Qur'ani inasema
Akawaambia, baada ya kuvipanga vile vipande vya chuma, akawaambia viwasheni moto. Wakaviwasha moto, hatta idha ja'alahu nara, mpaka vile vipande vya chuma vikawa uji wa moto. Qala atuni ufrigh alayhi qitra, Qur'ani inasema. Dhulkarnaini akawaambia, sasa nileteni shaba iliyoyeyuka. Walipomletea ile shaba iliyoyeyuka, akawaambia waichukue ile shaba waimwage juu ya kile chuma kilichoyeyuka. Wakamwaga ile shaba iliyoyeyuka juu ya kile chuma kilichoyeyuka. Walipomwaga juu yake vikakamatana. Form 5 na form 6 katika somo la chemistry kuna kitu wanasoma kinaitwa rusting, jinsi kutu inavyojitengeneza katika chuma, kwamba ni kupatikana kwa hewa ya oxygen na maji ya mvua. Hapo sasa ndipo kinapojitengeneza kitu kinachoitwa kutu. Chuma kinaliwa. Kutu haingii kwenye shaba. Shaba hailiwi na kutu. Kwa nini? Alipokimimina kile chuma, kile vyuma vilivyopangwa, alafu baadaye akawaambia wavipige moto vile vyuma, wakavipiga moto vile vyuma, vikawa uji wa moto, alafu wanakuja kuiyeyusha shaba, wanamwaga juu yake. Alikuwa anazuia kwamba kile chuma kisiliwe na kutu. Kama ule ukuta angaliumimina ukawa ni wa chuma kitupu tu, leo usingekuwepo. Ule ukuta upo mpaka leo, una zaidi ya miaka 4500. Wazungu wanauita the Great Wall of China. China unawaingizia mapesa mengi kweli huo ukuta. Watalii wanakwenda huko, watu wenye mapesa yao wanakwenda. Kuna mtu mmoja alikwenda kule, ananihadithia, ananiambia ule ukuta ukiuangalia unasema kama ulimiminwa leo vile. Pale ametumia nini? Ametumia physics, ametumia chemistry, ametumia na hesabati. Alikuwa msomi, ni mwanasayansi. Physics katika kutafuta uimara wa kitu, chemistry ni katika uchanganyaji wa vitu maabara, na huwezi ukachanganya vitu huko maabara mpaka ujue hesabati. Alikuwa mwanasayansi, alikuwa msomi. Formula hii ilifanywa na Muislamu. Formula hii imeelezwa katika Qur'ani. Katika viwanda vyote wanavyotengeneza vyuma duniani, kile chuma ambacho hawataki kiingie kutu, wakisha kimimina kile chuma, wanayeyusha shaba, wanamwaga juu yake. Propeller shaft ya meli haitakiwi iliwe na kutu. Ikiliwa na kutu haitozungusha injini, meli haitokwenda.
Wakishaimimina ile propeller shaft ya meli, wanakuja kuyeyusha shaba, wanamwaga juu yake. Formula hii ilifanywa na Muislamu na imetajwa katika Qur'ani na inatumika dunia mzima. Hili lilifanywa na Dhulqarnaini. Sasa wanawazuoni wa Bani Israil wanawaambia Makureshi, nendeni mukamuulize Muhammadi aseme habari ya mtu huyu, aeleze habari yake ilikuwaje. Swali la tatu, nendeni mukamuulize roho ni nini. Haya ni maswali matatu, nendeni mukamuulize. Akiyajibu maswali haya, kweli huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akiyajibu ni kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mukitaka mumfuate, hamtaki basi. Na akishindwa kuyajibu maswali haya matatu, atakuwa ni mrongo, huyo ni mzandiki. Lolote mtakalotaka nyinyi kumtenda, nyinyi mtendeni tu. Likatoka kundi lililokuwa kubwa kabisa kule Madina, likaungana na lile kundi lililotoka Maka. Wanakwenda Maka, wanakwenda kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoulizwa yale maswali matatu ambayo Makuraishi wamepewa yale maswali matatu kwa msaada wa wale wanawazuoni wa Bani Israil. Wanakwenda kumsikiliza anavyoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na anavyoyajibu yale majibu. Kundi likafika Maka. Walipofika, moja kwa moja wakaenda kwa wakubwa wa makabila ya Kiarabu, wakawaambia ya kwamba tumeambiwa tukamuulize maswali matatu, akiyajibu maswali hayo matatu kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu huyo, tukitaka tumfuate, hatutaki basi. Na akishindwa kuyajibu maswali hayo matatu, atakuwa ni mrongo huyo, ni mzandiki. Likaongezeka kundi pale lingine kubwa kabisa, likaungana na lile kundi lililotoka kule Madina. Moja kwa moja wakaenda mpaka nyumbani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza yale maswali matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa yale maswali matatu, akawajibu, akawaambia, njoni kesho muchukue majibu ya maswali yenu, kwa kutarajia itakuwa tayari Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam amekwisha kuja na kumpa yale majibu ya maswali matatu. Na ile siku ya ahadi sana, wakati utakapofika, watakapokuja wale watapewa majibu yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsahaulisha pale Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hikma yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema insha Allah. Kundi likatawanyika, wanasubiria siku ya ahadi, saa na wakati, wakapewe majibu ya maswali yao. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam hakuteremka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumpa yale majibu ya maswali matatu, na wala hakupewa idhini ya kuteremka kuja ardhini. Siku ya ahadi ikafika sana wakati, kundi likafika nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na majibu ya kuwapa. Pale walimzonga kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia tena, njoni kesho muchukue majibu ya maswali yenu. Akamsahaulisha tena pale kusema insha Allah. Mtume hakusema insha Allah. Kundi likatawanyika,
Sayyidina Jibril hakuteremka. Siku ya ahadi ilipofika sana, wakati kundi likaongezeka likawa kubwa kabisa, likafika nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana majibu ya kuwajibu. Wakapata nguvu, wakaingia mtaani Makuraish, wakamzonga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi kikubwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahuzunika. Wahai ulikatika kwa muda wa siku 15. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo akamtuma Sayyidina Jibrilu alayhi salatu wassalam, akampa majibu ya yale maswali matatu. Maswali mawili yamejibiwa katika suratul Kahfi, lile la vijana wa pangoni na lile la yule Dhulkarnain. Swali la tatu, roho ni nini, likajibiwa katika sura ya 17 Bani Israila aya 85. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam, wahayumi katika siku 15, ndio akatumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpelekee majibu ya yale maswali matatu. Wanaeleza mashekhe wa sira na tarehe ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alipomuona Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam anamteremkia, Mtume sallallahu alayhi wasallam alijionyesha wazi wazi ile hali ya kusononeka kwake yeye Mtume kwa yeye Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam kutokumteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika Qur'ani sura ya 19 suratul Maryam aya 64, akamwambia wama natanazzalu illa biamri rabbika lahu ma baina aidina wama khalfana wama baina dhalika wama kana rabbuka nasiya. Sadaqallahu alazim. Wala sisi wewe Mtume hatuteremki sisi kuja huku chini ardhini kwa kutaka kwetu, isipokuwa kwa amri ya Mola wako. Mpaka tuambiwe teremkeni ndio tunateremka. Yeye anayajua yaliyo mbele yetu na yaliyo nyuma yetu na yaliyo baina ya mbele yetu na nyuma yetu. Angalia Qur'ani, ufasaha wa kusema wama kana rabbuka nasiya, na hakuwa Mola wako kuwa ni mwenye kukusahau wewe Mtume. Wacha kuteremka kuja huku ardhini, kule mbinguni nako pia hawatoki eneo moja kwenda eneo jingine wale malaika, isipokuwa kwa amri ya Mola. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza katika sura ya 37 surati Safati aya 164, wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Sadaqallahu alazim. Mwenyezi Mungu ananukuu maneno yao malaika, na hakuna yeyote katika sisi malaika isipokuwa kila mmoja anapo mahali pake kutokana na majukumu yake na jimbile lake. Kuna malaika toka walipoumbwa hapo walipowekwa wako hapo hapo, hawaendi mbele wala hawarudi nyuma. Kuna wengine wamesimama wako i'tidali toka walipoumbwa wako hivyo hivyo, wengine wamerokoi wako hivyo hivyo, wengine wamesjude wako hivyo hivyo, wengine wamekaa mkao wa tashahud wako hivyo hivyo. Hata yule Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam katika usiku wa Isra wal Mi'raj
Alipofika pale katika Sidratul Muntaha, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, hapa mimi ndio mwisho wangu. Mtume akaanza kulalama, ya akhi Jibrilu, ndugu yangu Jibrilu, tumetoka mwanzo wa safari hii wote, twafika hapa waniacha. Saidina Jibrilu alayhi salatu wasalam akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hapa mimi ndio mwisho wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alipomwangalia Saidina Jibrilu alayhi salatu wasalam pamoja na ukubwa wa jimbile lake na maguvu yake mahali pale katika Sidratul Muntaha, alimuona kama vile kama pamba vile, kutokana na nguvu za kiungu zilizopo mahali pale. Kilikuja kitu kama kiwingu kikamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo akaendelea na safari yake. Pale hapajawahi kupitwa na kiumbe mwenye ubawa akaruka, hapajawahi, wala kiumbe mwenye unyayo mguu akapita mguu wake unyayo wake ukapita pale, hapajawahi, isipokuwa unyayo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alikuwa anawaonyesha malaika utukufu wa mwanadamu, utukufu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasonga mbele, akaenda huko alikokutaka Mola. Anaambiwa Mtume, attahiyatu lillahi at-tayyibatu al-mubarakatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume akaitikia assalamu alaina, alafu hakutusahau sisi, akasema wa ala ibadillahi salihina.